Kama kawaida, wapenzi watazamaji wa CTV Online, tumesafiri umbali mrefu hadi kufika katika shule ya msingi Miembeni iliyopo katika kata ya Mvomero, wilaya ya Mvomero, ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Nini basi, sambamba na wiki nzima ya mazingira duniani, leo tukiwa katika mwendelezo wa zoezi letu la upandaji wa miti, tukiwa chini ya usimamizi au udhamini wa Norway Aid. Hawa ni wadau kubwa katika mpango mzima wa masuala ya uhifadhi wa mazingira. Basi nisiwachoshe, twende tukawasikie viongozi mbalimbali wanalizungumziaje hili swala la uhifadhi wa mazingira sambamba na utoaji elimu kwa wananchi. Maisha mazima ya mwanadamu na viumbe vingine, na hatuna budi kuendelea kuitoa elimu kwa mtu mmoja mmoja, kwenye vikundi, kwenye familia, kwenye taasisi mbalimbali kama ambavyo leo tuko hapa shuleni. Ndugu wananchi pamoja na wanafunzi, hili ni suala la kidunia, lakini ni agizo la Mungu. Mungu wakati anaiumba dunia alitukabidhi sisi wanadamu tuitunze. Ni pamoja na ubora wa mazingira ambao Mungu aliuweka kwa sababu ya ustawi wa viumbe vilivyopo hapa duniani. Lakini haya mabadiliko ya tabia nchi yanachangiwa na shughuli za kila siku za mwanadamu. Na mnatambua sehemu kubwa, kwa mfano wilaya ya Mvomero, sehemu kubwa ni kilimo na ufugaji. Hizi kazi za kila siku za mwanadamu zina athari kubwa katika uharibifu wa mazingira, ikiwemo ukataji wa miti na kilimo holela kisichofaa kinachosababisha haya majanga kutokea. Na ninapozungumzia majanga kutokea, mmekuwa mkiona mara kwa mara vitu ambavyo sasa hivi vinajidhihirisha. Ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi ni kuongezeka kwa joto duniani. Linapoongezeka joto duniani linasababisha mambo mengi, na mengi ikiwa ni uharibifu wa wanadamu na viumbe vingine. Lakini namba 2 ni kuongezeka kwa mvua. Tunaona vina vya maji kwenye mabahari na maziwa vinaongezeka na kusababisha mvua zisizoweza kutabirika, mvua nyingi zinazopelekea mafuriko. Na wilaya ya Mvomero ni miongoni mwa wilaya ambayo imekuwa ikiathirika na mafuriko haya, hasa sehemu za huko Tuliani. Lakini namba 3 ni vifo vinazosababishwa na magonjwa. Kumekuwepo na maongezeko ya magonjwa yanayosababisha na mabadiliko ya tabia nchi, yakichangiwa na kuongezeka kwa joto na masuala na mambo mbalimbali ya kijiografia yanayojitokeza. Na sisi hatuna budi kama kanisa kupitia wafadhili wetu wa Norwegian Church Aid Tanzania, NCA Tanzania, kuleta ujumbe kwenu kwamba suala la wananchi kuwajibika katika kulinda mazingira sio suala sasa hivi la kupelekea au kutekeleza kiolela. Ni suala la lazima. Lazima wananchi wa Mvomero mshirikiane kwenye vikundi, kwenye makanisa na misikiti, ili suala kuliongelea kwa wananchi kwa kina. Tusipoliongelea tukaliacha, mazingira yenyewe yanapoendelea kuharibika, tutapotea na tutapoteza vitu vingi ambavyo vingetufanya tuendelee kuishi maisha bora na yaliyo salama. Na wazazi mlioko hapa, suala lolote tunalolifanya la uharibifu wa mazingira linakwenda kuathiri kizazi kinachokuwa. Mimi nilete ombi kwenu wananchi. Wananchi tumekuwa sio wepesi wa kwenda kusikiliza na tumekuwa tukikimbia mikutano, lakini ni wakati umefika, hatutapata maarifa nje ya mikutano, nje ya vikundi. Akina mama, vikundi vyenu vya vikoba, vikundi vyenu vya kuwekeza, mviimarishe, kwa sababu kule ndio mtajadili haya masuala ambayo yana athari kubwa katika maisha yenu. Ni vigumu mtu mmoja kujadili peke yake, lakini ni rahisi watu 2 na zaidi kujadili swala la msingi linalogusa maisha yao. Kwa hiyo suala la vikundi naomba niliongelee leo. Akina mama, kadiri mabadiliko ya tabia nchi yanavyoleta athari hizi, ndivyo uchumi unavyodorora. Kwa hiyo hakuna mahali popote sasa mtaboresha mifumo ya kilimo bila kuwa kwenye vikundi. Upatikanaji wa pembejeo bora zinazohimili mabadiliko ya tabia nchi zitapatikana mkiwa kwenye vikundi vya vikoba, vikundi vya uwekezaji. Lakini mjue hamtaweza kutekeleza haya masuala ya uwekezaji bila kushirikiana na halmashauri za wilaya. Mnaona
halmashauri za wilaya zimetenga fedha kule, asilimia kadhaa kwa vijana, asilimia kadhaa kwa wanawake, asilimia kadhaa kwa makundi ya watu wanaoishi na ulemavu. Kwa nini serikali inatoa mikopo hiyo? Inatoa mikopo hiyo ili wananchi muwekeze kikamilifu katika miradi inayoweza kukabili mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia rahisi ambazo zitapunguza wananchi kuathiri mazingira ili mazingira yapate kuwatunza. Kwa hiyo nitoe rai leo kwa vijana ambao mko katika kijiji cha Mvomero, hebu wasilianieni na maafisa maendeleo waliopo katika maeneo yenu. Natoa rai kwa kina mama mliopo katika wilaya ya Mvomero, wasilianeni na maafisa maendeleo waliopo katika maeneo yenu, muweze kuona hizi fedha zilizotengwa na halmashauri ya wilaya ya Mvomero, mzitumie si kwa sababu ya kufanya mambo mengine, lakini kutumia teknolojia rahisi ambazo zitakazoweza kupunguza zile athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii miti ni michache, lakini na maana halisi katika kufanya kumbukizi ya siku ya leo. Si kumbukizi peke yake, lakini itachochea fikra na nia za kuendelea kufanya maboresho katika shule hii tuliyopo leo. Na mnayaona mazingira yalivyo, wala yafichiki. Zamani sisi wakati tunasoma, mimi wakati nasoma nilipewa mtu wa kutunza toka darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Na hata baada ya kwenda vyuo nilivyosoma, nikienda nyumbani kwetu, ule mti haujawahi kuharibika. Wameendelea kuitunza ile miti na wameweka vibao vya wanafunzi waliotunza miti ile. Lakini siku hizi zana zimebadilika. Unakuja shuleni, mtoto anamaliza darasa la 7, akiondoka ameondoka, hakuna kitu hata akirudi akikumbuka kwamba mimi nilipanda mti au nilifanya nini. Nafikiri nyakati zinabadilika, lakini lazima tuweke misingi thabiti na ya dhati ya kuhakikisha kwamba mazingira ya shule. Sisi zamani tulikuwa na vivuri, tunaita vimbweta, unaenda shuleni unakuta umekwekea mambao, unakaa unastarehe chini ya mti. Lakini angalia mazingira ya leo, shule tulizo nazo leo, hata mti mwingine haipo. Miti unaweza ukakuta ile ni ya wananchi, lakini eneo la shule halina miti. Mimi nitoe na hamasa kwa viongozi wa serikali za vijiji, kupitia kamati zenu za mazingira, hebu wekezeni kuboresha mazingira ya taasisi kama hizi, kama shule. Ile iwe innovation hub, iwe ni sehemu ya watu kujifunza na kuona mabadiliko yanavyoweza yakatokea kutoka kwenye taasisi kwenda kwenye watu moja moja na familia kwa ujumla. Kwa kuyasema haya, nipende kuwashukuru kwa muda wenu.